Kuomba ni aibu ya kwanza, kunyimwa ni aibu ya pili, kutangazwa ya kwamba umeomba ni aibu ya tatu. Oya wanangu we, oya wanangu we, tutafuteni pesa wanangu. Huku mtaani kwetu ombaomba wote hawana thamani kabisa. Kuna wengine wamewatungia majina ya ajabu. Utasikia ya kwamba eti yule ni chizi, mara yule ni punguani kidogo. Sometime utaambiwa ya kwamba yule ni chokola, mara yule ni kibaka, mara yule hana mbele wala nyuma. Utaonekana ya kwamba ni kiumbe wa ajabu. Hata kama una hekima, utaonekana hekima yako ni upuzi. Kwenye vikao vya kijiji, vikao vya ukoo, hawezi kusikilizwa hata kama unachochangia ni mawazo mazuri zaidi. Mwenye pesa hapingwi mwanangu, maana jamii huogopa kupinga mawazo ya mwenye pesa. Kufikiri ya kwamba tukimpinga, nani atakayechangia mabati ya zahanati? Au nani atakayelipa bili ya chakula? Hawezi kuchangia mada iliyopingwa na mwenye pesa ikakubalika. Jamii itakuona mtu wa ajabu sana. Siku moja nilimuona mzee mtu mzima akimsalimia mtoto mdogo ambaye anamzidi umri, yani anaweza kumzaa. Oya wanangu we, maskini unashusha thamani ya mtu. Tutafute pesa wanangu, kesho watoto wako wasije wakasema kwani mzee vipi, yani ameshindwa hata kujenga tu kibanda cha chumba kimoja, au mzee alikuwa mtu wa starehe. Tutafute pesa wanangu, ili uepushe lawama za watoto wako uzeeni. Umaskini fedheha wanangu, tutafute pesa wanangu. Oya, walimwengu wana majina mengi, wanaweza kukuita yasiyofaa. Tutafute pesa wanangu. Cha msingi katika utafutaji, tangulize Mungu mbele. Lakini pia kingine cha msingi, ogopa sana cha mtu. Oya wanangu we, cha mtu mavi mwanangu. Oya sela usitamani cha mtu kinaua mwanangu. Tafuta cha kwako cha halali na Mungu atakusaidia. Waandishi na watayarishaji wa makala hii ni Ndelema Company na inasimbiwa kwako nami Michael Julius, uhenga wa karne ya 21, na huko katika mitandao ya kijamii utatupata kwa jina la Ndelema TV kwa YouTube, Instagram, TikTok na Facebook. Nenda huko ili uweze kupata makala mbalimbali zinazoelimisha, zinazojenga na kuburudisha. Asante kwa kunisikiliza na kutakia siku njema.